Jitahidi leo ujiambie mwenyewe ya kwamba nitaamka usiku wa manane kuomba, na muombe Roho Mtakatifu akusaidie. Roho wa Mungu ni mwaminifu, atakuamsha muda wowote unaotaka. Unajua Roho ni mwaminifu. Hata ungesema nataka niamke saa fulani na dakika fulani, utaamka muda huo. Siku ya leo amua kwamba unahitaji kufanya maombi ya usiku wa manane. Ni kwa nini ufanye maombi ya usiku wa manane? Ni kwa sababu maombi ya usiku wa manane ni maombi yenye matokeo makubwa. Wakati ambao shetani anapanda madhabahu, wakati ambao shetani anafanya kazi zake, ni wakati ambao nasi pia kama waamini inatufaa kuamka na kuweka vitu vya kimungu mahali ambapo adui alitaka weke vitu vya giza. Unajua usiku wa manane ni usiku wenye utulivu mkubwa, ni usiku wenye uwepo mkubwa, na Mungu anafanya kikao, anafanya makao ili aweze kuwahudumia watu wake. Ni vema wakati wa usiku wa manane antena yako au dishi lako la kudakia vitu vya kiroho likawa liko hewani. Itakusaidia kupata network na connection na taarifa za siku inayofuata. Jitahidi kufanya maombi ya usiku wa manane. Ni muhimu sana kwako, yatakupa matokeo makubwa. Uende unasema ninaombaga kwa uzito, ni kweli. Lakini usiku wa manane ukiweza kushinda zile dakika za mwanzo, utakuta nguvu za Mungu zinakushukia. Roho wa Mungu anaanza kusema na wewe. Utasikia Mungu anakuongoza vitu vya kuombea. Kuna vitu ambavyo kutarajia kuviomba, Roho wa Mungu atakupeleka huko. Kuna vitu ambavyo kufikiri kama ungeweza kuomba, Roho wa Mungu atakusukuma huko. Jitahidi, amka uombe. Amka uombe. Mwili ni dhaifu. Mwili unapingana kabisa na maombi, lakini jitahidi uombe. Jitahidi uamke kuomba. Ng'ang'ana, pambana. Maombi ya usiku wa manane ni maombi yenye nguvu. Ni maombi yenye matokeo makubwa. Utanipa ushuhuda. Basi, kama ni wakati wa usiku wa manane umefika, karibu katika maombi ya usiku wa manane. Usiku wa manane ni usiku wa vita. Usiku wa manane unahitaji ufahamu wa kiroho. Teka anga, kamata anga, kata roho za uzito, kata roho za hofu, roho za kukaushwa maneno, kukaushwa sauti, kuondolewa nguvu za kuomba. Wengine kuna kitu kinapanda kinawazuia. Roho za miayo, unataka uombe unasikia unapiga miayo. Roho za usingizi, kataa. Roho za kukosa nguvu ya kuomba, kukosa connection, kataa. Hivi vitu huwa ni vizuizi vikubwa vya kuzuia maombi yako usiku wa manane. Bwana Mungu, tumekuja mbele zako, tunaomba utakaso wako. Asante kwa kutuamsha na kutupa kibali. Umetupa neema hii ya kuomba kwa sababu tumechagua kwa wanajeshi wako tuweze kusimama mahali palipobomoka. Na sisi wengine umetuchagua kuwa makuhani, tuwafungue watu, tuwainue watu, tuwaombee watu. Na hata mtu huyu Bwana umemfanya kuwa kuhani wa familia. Ndio maana umemnyima amani ya moyo wake mpaka ameomba. Ni kwa sababu umemweka awe ni mlinzi wa malango. Umemweka aweze kuombea hatima ya familia, aweze kuombea hatima yake, aweze kuombea mambo yake ambayo alikuwa amezuiliwa na yule mwovu shetani. Najua shetani hapendi watu waombe, ni kwa sababu anajua wakiomba hatima zao zinafunguliwa, network na maisha yao yanaenda sawa. Ni wakati huu Mungu ninakushukuru. Asante kwa kibali cha kuamka. Asante Roho Mtakatifu ambaye umemwamsha mtu huyu. Asante Roho Mtakatifu ambaye umemvuta mtu huyu kwa neno hili. Umemvuta mtu huyu kwa maneno haya. Umemsukuma aweze kuendelea kusikia, aweze kuendelea kuomba. Nami naondoa roho ya uzito. Ewe adui unayeletaga uzito, na kuondoa kwa jina la Yesu. Achia usiku wa manane huu kila roho za uzito na upinzani, roho za upinzani wa maombi, na amuru zishindwe kwa jina la Yesu. Roho za kuzuia kuomba, roho za kupiga miayo, roho za kuchoka, roho za usingizi, roho za kupuuzia kuomba, roho za kukosa maneno ya kuomba, toka kwa jina la Yesu. Wewe ni mpango wa shetani, wewe ni mpinga Kristo. Roho za kifrimana zikemea, roho za vikao na vyama vya kipepo, vyama vya wachawi vinavyofanya kazi usiku huu ili kudhoofisha watu wa Mungu washindwe kuomba, ili kudhoofisha maneno ya watu yasitoke. Nami naachia moto katika ulimwengu wa roho, naachilia moto katika ulimwengu wa roho. Enyi maadui, enyi wachawi mnaotuma silaha zenu, mnaotuma njia zenu, naamuru njia zenu ziharibiwe, naamuru silaha zenu zipigwe, naamuru zivunjwe kwa jina la Yesu. Kila silaha itakayotumwa kwa mtu huyu na iamuru isifanyikiwe, na kila ulimi utakaoinuka juu yako na amuru uwe mkosa kwa jina la Yesu. Kila mipango ya giza na mapatano na yabatilisha na kuombea nguvu za Mungu. Pokea nguvu za Mungu hapo ulipo, pokea nguvu za Mungu. Vaa silaha zote za kiroho, vaa upanga, vaa mamlaka. Ni wakati wa vita, ni wakati wa kupinga ila za adui, ni wakati wa kubomoa kazi za shetani, ni wakati wa kung'oa kila mapando ya shetani anayoyapanda usiku wa leo. Kuna mapando mengi yanapandwa, wengine wanapandiwa magonjwa,
wengine wanapandiwa hofu, wengine wanapandiwa vitu vya ajabu katika maisha yao. Nami naondoa hayo mapando, nang'oa kila kazi ya giza. Mungu akupe nguvu. Pokea nguvu hapo ulipo, pokea nguvu hapo ulipo, pokea nguvu za kiroho, pokea uwezo wa kiroho, pokea uwezo wa kiroho katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zikushukie, nguvu za Mungu zikushukie, nguvu za Mungu zikushukie, nguvu za Mungu zikushukie. Pokea network ya kimaombi, pokea muunganiko, najiconnect na wewe, najiconnect na wewe. Pokea connection hiyo, pokea connection hiyo, najiconnect na wewe, najiunganisha na wewe, najiunganisha na wewe, na Roho Mtakatifu atuunganishe hapo ulipo, atuunganishe hapo ulipo. Na kamata kinywa chako na kiunganisha na kinywa changu, tunajiunganisha na Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu anza kusema ndani yetu, Roho wa Mungu anza kuomba ndani yetu, Roho wa Mungu anza kuzungumza ndani yetu. Rabosia baradia kwa jina la Yesu. Roho tuko tayari, Roho tuko tayari, Roho tuko tayari. Mshukie mtu huyo, mshukie mtu huyo ambaye ameamini katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea muunganiko huo, pokea muunganiko wa kiroho. Usiku umefika, manane yamefika. Mungu amekutuma, Mungu amekuita, Mungu amekupa neema, Mungu amekuamsha. Anataka uombe, anataka uombe, anataka uombe. Anza kuomba. Roho wa Mungu yuko hapo, malaika wako hapo, wanataka useme nene, useme neno, tamka neno, tamka neno, tamka neno, tamka neno usiku wa leo, tamka neno, vitu vinatokea. Tamka neno kwa jina la Yesu, tamka neno kwa jina la Yesu. Angusha kuta, angusha madhabahu, angusha ngome, angusha nguvu za giza, angusha watesi, angusha kila mapando, angusha wachawi. Haribu njia zao, haribu nyungo zao, haribu magari yao. Tunaharibu magari ya giza, tunapindua magari, tunatuma ajali za moto, tunatuma ajali za moto, tunapinga kila kazi za giza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho za giza naamuru zishindwe, mipango ya shetani naamuru ishindwe. Kila unachokituma kwako ili kikutishie, ili kikupe hofu, ili kukujaze uzito, naamuru kikuachie. Pokea ufungulivu, pokea neema, pokea nguvu, pokea wokovu katika jina la Yesu. Achilia nguvu za Mungu, achilia nguvu za Mungu hapo hapo ulipo. Endelea kuomba vile Roho anakuongoza. Kila unasikia ndani yako kuomba ndio hicho cha msingi. Endelea kukiombea. Kuna mtu unavushwa, unapeleka uombe kitu fulani, unapeleka uombe kitu fulani, unapeleka mahali fulani uombe jambo fulani. Katika ulimwengu wa roho unahamishwa. Mungu anakuambia ombea mtu fulani, ombea jambo fulani, ombea hilo sasa hivi, ombea hilo sasa hivi. Kuna connection umeipata, kuna kitu Mungu anakusukuma. Unaona unapoomba kinakuja kwenye macho yako, kinakuja kwenye taswira yako, kinakuja katika ulimwengu wa maneno. Mwambie Mungu nisaidie, mwambie Mungu nisaidie. Anza kuomba, anza kuomba. Ukisikia kutabiri, anza kujitabiria. Ukisikia kusema neno, anza kusema neno. Kuna mambo yanatokea, kuna vitu vinatokea, kuna vitu vinatokea. Reboshia maridia rabasa papa kwa jina la Yesu. Na achilia nguvu ya Mungu, na achilia nguvu ya Mungu kwa kila unaoliomba saa hii. Mungu akusaidie kwa kila unaolitamka. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie, Mungu akujibu sawa na hitaji lako. Kuna vitu namwambia Mungu akusaidie, anza kuviweka sasa, anza kuorodhesha, anza kuvipeleka mbele za Bwana. Peleka mahitaji yako, anza kuyaombea, anza kuyaombea, anza kuyaombea, anza kuyaombea. Yaombea, ombea mahitaji hayo, ombea mahitaji yako. Mwambie Mungu, sema naye, zungumza na roho sasa, zungumza na mbingu sasa. Mbingu zimefunguka, anga limefunguka, uwepo wa Mungu umefunguka. Mungu akusaidie, Mungu akuongezee nguvu. Usikate tamaa, endelea kuomba, usikate tamaa, usikate tamaa, usiache kuomba, usiache kuomba. Hivyo vitisho vikatae, endelea kuomba. Songa mbele, songa mbele, songa mbele. Mungu yuko pamoja nawe, nguvu ya Mungu iko juu yako, uwepo wa Bwana uko juu yako, neema Mungu iko juu yako. Unasikia nguvu za Mungu, unasikia uwepo wa Mungu, Roho anakusaidia, unasikia nguvu za Mungu, unasikia wepesi wa Mungu. Hayo mahitaji yako, hilo hitaji lako ambalo unasema Mungu nisaidie, mwambie Mungu wakati huu, mwambie Mungu wakati huu, mwambie Mungu wakati huu. Una ndugu zako wako mbali, anza kuwaombea. Kuna vitu unatamani vikae sawa, anza kuviombea. Kuna vitu unataka uviangushe, anza kuharibu, anza kuangusha katika jina la Yesu. Kataa magonjwa, kataa mapepo, kataa uchawi, kataa nguvu za giza, mashambulizi, mafatilizi, mapatilizi, tunayaharibu katika jina la Yesu. Neema ya Bwana usiku wa leo ikushukie, nguvu za Mungu usiku wa leo zikushukie. Usiku wa manane, usiku wa manane, komboa masaa haya, yasemeshe masaa, semesha mbingu, malaika wasemeshe sasa, semesha sasa, semesha sasa. Anza kuhama mbingu, nenda paka mbingu ya mbingu, anza kuzungumza na Mungu direct katika jina la Yesu. Kila unaolitamka Mungu anakusikia, uwepo wa Mungu kwa hapo, malaika wako hapo, Roho Mtakatifu kwa hapo, anakuwezesha, anakuwezesha. Pokea, pokea neema, pokea nguvu hiyo, pokea nguvu hiyo, pokea matamshi, pokea matamshi, pokea matamshi. Ingia kwenye ulimwengu wa maneno, anza kutamka, anza kutamka, anza kutamka, anza kutamka, tamka, 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 tamka kwa neema ya Mungu. Mungu akusaidie, Mungu akutetee katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu akubariki. Unaweza kuendelea kuomba.
Haya maombi yalikuwa ni kukusogeza tu uingie kwenye nguvu za kuomba, uingie kwenye connection ya kuomba. Kuna vitu nasikia ndani yako kuendelea kuviombea, endelea kuviombea. Neema ya Mungu iko juu yako na Mungu atakusaidia. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, naamini Mungu yuko pamoja na wewe. Roho Mtakatifu yuko hapo, uwepo wa Mungu uko hapo. Rudia tena maombi haya au endelea kuomba kwa kuweka nyimbo za kuabudu. Endelea kuomba, utasikia Mungu anakusaidia, utasikia connection, utasikia wepesi. Ubarikiwe sana, uwe na wakati mzuri. Mungu abariki siku